السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، دوزangu watukufu watazamaji wa chaneli yetu pendwa Al-Hidayah, leo biidhnillahi tabaraka wa taala tazungumzia kuhusiana na yale ambayo ma a'adda Allahu lilmu'minina fil janna, yale ambayo ameandaa Mwenyezi Mungu kwa waumini ndani ya pepo yake. Nitazungumzia katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameandaa kwa waumini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-Hujri aya ya 45 mpaka aya ya 48, Mwenyezi Mungu asema innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin. Mwenyezi Mungu anasema hakika wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu watakuwa katika mabustani wa uyuni na chimbe. Watakuwa katika mabustani wa uyuni. Uyuni ni mito ile. Tena wataambiwa udkhuluha bisalamin aminin, ingieni katika pepo bisalamin, kwa amani, aminin, hali ya kuwa ni wenye kusalimika. Mwenyezi Mungu anasema wanazana ma fi sudurihim min ghillin, na tutaondoa maki wanazana ma fi sudurihim min ghillin, na tutaondoa ma fi sudurihim, yale yaliyo katika vifua vyao, min ghillin, miongoni mwa mafundo au mwa vifundo. Ghilli ni ile mtu kuwa anamchukia mwenzake, kuwa kwamba akipata hataki. Ghilli ni kama vile hasadi. Ikhwana, na hali ya kuwa ni ndugu. Tena ala sururi mutaqabilin, wakiwa juu ya majitanda, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. La yamassuhum fiha nasab, haitawapata wao taabu yoyote. Wama hum minha bimukhrajin, na hawakuwa wao katika hiyo pepo ni wenye kutolewa. Mwenyezi Mungu katika surati Zukhruf anaendelea asema ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun. Mwenyezi Mungu atawaambia enyi waja wangu, la khawfun alaykumul yawma, hamtakuwa na hofu hivi leo, wala antum tahzanun, na wala hamtakuwa ni wenye kuhuzunika. Ni kina nani hawa wanaoambiwa hivyo? Alladhina amanu bi ayatina, hao ni wale ambao wameziamini aya zetu. Lakini sio hivyo tu, anasema wakanu muslimin, na wakani waislamu. Wataambiwa udkhulul jannata, ingieni peponi, antum wa azwajukum, nyinyi na wake zenu, tuhbarun, halakuwa ni wenye kufurahishwa nyinyi humo ndani ya pepo. Yutafu alaihim bisihafin min dhahab, watazungushiwa humo kwa sahani zile za dhahabu, akwab, na bilauri au gilasi. Wafiha ma tashtahihi al-anfusu wataladhu al-ayun, na mna ndani ya pepo ma tashtahi, yani yale yote ambayo tashtahihi al-anfusu, zinatamani nafsi za watu. Yaani unaweza ukasema mimi nataka mahindi ya kukaanga bwana, nataka bisi kwa mfano. Basi usije ukasema jambo hilo halitapatikana, kwa sababu ile maa ile ni ya mausuli, yako tadhil umum, inahukumilia kuenea ile maa. Malaki kwa kila kitu katika vitu vizuri ambacho nafsi ya mtu inatamani, basi kimo ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wafiha, na mna ndani yake ma tashtahihi al-anfusu, kila jambo ambalo zinatamani nafsi, wataladhul ayun, na macho yanaona ladha kukitazama kitu kama hicho.
wa antum fiha khalidun, na nyinyi ndani ya hiyo pepo ni wenye kudumu milele humo. Wa tilkal jannatu lati urithumuha, na hiyo pepo ambayo tumekurithisheni, bima kuntum taamalun, ni kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Maana nyinyi mnapewa pepo kulingana na amali zile ambazo mmezifanya. Na kwa nini hapa Mwenyezi Mungu asema watilkal jannatu lati urithumuha, hiyo pepo ambayo mmerithishwa? Na mirathi ni kitu ambacho anakirithi mtu kwa ule mtu ambaye kwamba yeye anamrithi kama vile baba yake. Ndiyo hapa Mwenyezi Mungu hakusema pepo ambao mtapewa, anasema pepo mtakaorithishwa, kwa sababu sisi Waislamu asili yetu ni peponi. Nabiullahi Adam alipoumbwa akawekwa peponi. Kwa ndugu zangu, mtu akifanya matendo mazuri akaenda peponi, kaenda kwenye asili yake, kaenda kwao, kwenye urithi ambapo ni sehemu ya baba yake. Naam. Kwa hiyo wewe kama umefanya matendo kawa inabidi sasa uende motoni kwa matendo hayo, wewe ina maana umetaka mwenyewe uende motoni. Umekataa urithi ule ambao kwamba ni wa baba yetu Adam alayhi salam. Umekataa mahali ambapo ndipo mahali ambapo alikaa Nabiullahi Adam alayhi salam. Anasema lakum fiha fakihatu, mna nyinyi humo matunda kathira, yaliyo mengi, minha taakulun, katika hayo mnakula. Kwa ndugu zangu, tumeona namna gani Mwenyezi Mungu ameandaa katika hiyo pepo. Na tuendapo na hadithi kuhusiana na habari za pepo, hadithi kwa na Jabir anasema ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema yaakulu ahlul jannati fiha wa yashrabun, watakula watu wa peponi ndani ya hiyo pepo na watakunywa, lakini wala yataghawatun, lakini hawatajisaidia haja kubwa kule, wala yamtakhitun, na wala hawatafina kamasi kule, kwa sababu hivi vitu vyote ni uchafu, na peponi hakuna uchafu. Wala yabulun, na wala hawatajisaidia haja ndogo. Walakin taamuhum dhaka yushaun karashil miski yulhamuna tasbiha wa takbir kama yulhamuna nafsa. Nachokitaka hapa kukifikisha kwenu ni kwamba watu waone alio katika pepo kwamba mule hakuna kujisaidia haja ndogo wala haja kubwa wala kufina makabasi wala hata kutema mate. Tena sasa wewe unaweza kujiuliza swali, sasa kama hali ni hiyo, naambiwa watakula na watakunywa, maana yake itakuwaje sasa? Hivyo vyakula vitayeyushwa vipi? Vitakwenda wapi? Anasema kujisaidia kwao kule ni mtu kuteuka ile kuteuka kule, na ikishatoka huko kuteuka kwake, harufu yake ikitoka, sio kwamba itakuwa ni harufu mbaya kama harufu hizi zinazotoka na kuteuka kwetu. Hapana, zinazotokana na kuteuka kwetu. Hapana, kuteuka kwa peponi basi mtu ni kwamba atatoa harufu ya miski ambayo watu wote waliopo pale wataona raha sana. Mashaallah. Allahumma salli wa sallim alayhi. Hapa tunaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wema. Kwa ndugu zangu, kwa macho haya tosha. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.